Kazi huanzia baada ya kupokea wito kupitia namba 114. Hapa ndipo askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji huingia katika majukumu ya kuzuia na kuokoa ajali yoyote ile ili isiweze kuleta madhara kwa binadamu. Kila mwaka ifikapo Mei 4, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji huungana na wanazimamoto duniani kote kuadhimisha siku ya wazimamoto duniani. Chimbuko la siku hii ni katika jamii ya Linton nchini Australia mwaka 1998 baada ya wazimamoto 5 kufariki dunia kwa ajali ya moto waliokuwa wanajaribu kuuzima. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kihistoria hapa nchini lilianza mwaka 1945 mara baada ya vita ya pili ya dunia. Tangu hapo hadi sasa kumekuwa na mapinduzi mbalimbali yanayofanywa na serikali ndani ya jeshi hili. Mkoani Morogoro, makao makuu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji yapo katika eneo ambalo limekuwa maarufu kwa jina la Faya. Wananchi kupitia namba 114 wamekuwa wakipata huduma za uokozi wa Jeshi la Zimamoto kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2024 mpaka 2026. Katika kipindi tajwa tumeweza kupokea matukio 719 ambayo yaliripotiwa kupitia namba yetu ya dharura 114 pamoja na watu waweza kufika kituoni na kutoa hizo taarifa za matukio ya moto na maokozi. Katika matukio hayo 719, matukio ya moto yalikuwa matukio 393, matukio ya maokozi yalikuwa matukio 322, ambapo matukio hayo ya moto na maokozi yalipelekea vifo pamoja na majeruhi. Kwa upande wa majeruhi tulipata jumla ya majeruhi 415 na vifo ambavyo vilikadiriwa 170. Matukio hayo ya moto na maokozi yameweza kugawanyika na kuonyesha kuwa mioto ya nyumba katika kipindi hicho ilikuwa mioto 295. Ajali za barabarani ambazo zilihusisha vyombo vya usafiri na usafirishaji ilikuwa jumla ya matukio 267. Matukio ya uvamizi wa nyuki yalikuwa matukio 54. Matukio ya mafuriko yalikuwa matukio 17. Kwenye matukio ya maokozi ilikuwa kwenye mito yalikuwa matukio 15. Mapozi kwenye mashimo yalikuwa matukio 15. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa zaidi ya 78% ya matukio yote yalihusisha mioto ya nyumba na ajali za barabarani, jambo ambalo linaashiria maeneo hayo kuwa na hatari kubwa zaidi. Katika matukio ya moto wa nyumba, wilaya ya Morogoro iliongoza ukikompea na wilaya nyingine, ambapo katika wilaya ya Morogoro ilikuwa matukio 226 kati ya matukio 295, sawa na 76.6. Hali ikionyesha mkusanyiko mkubwa wa hatari mjini unaochangiwa na miundombinu chakavu ya umeme na matumizi yasiyo sahihi ya nishati ya umeme. Mbali na huduma hizo, suala la kutoa elimu ya kujikinga dhidi ya matukio ya ajali na ukaguzi wa vifaa vya kujikinga limeendelea kuwa jukumu la kila siku la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lina majukumu mbalimbali. Moja ya jukumu lake la msingi ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya majanga ya moto pamoja na kutoa elimu sehemu mbalimbali ya usalama wa moto. Kupitia ukaguzi huu tunatoa elimu katika majengo, kuwashauri vitu mbalimbali ikiwemo uwekaji wa mifumo ya uzimaji moto, uwekaji wa vifaa vya kuzimia moto vya awali, uwekaji wa milango ya dharura, uwekaji wa mifumo ya uashiria na kugundua moto. Kwa mwaka 2024 hadi 2026 tumeweza kufikia maeneo zaidi ya 7,000. Tumekagua maeneo hayo na wahusika kupatiwa elimu ambayo imepelekea kupunguza majanga mbalimbali katika uwekaji wa vifaa, vile na uwezo wa kutoa taarifa pindi majanga yanapotokea kupitia namba yetu ya dharura 114. Nyuki ni wadudu muhimu katika mazingira, lakini wanapocharuka huwa ni hatari kwa uhai wa binadamu. Changamoto hii ya uvamizi wa nyuki kwenye makazi ya watu mara nyingi imekuwa ikisababishwa na nyuki kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama tunavyofahamu, mara nyingi nyuki
hama kuanzia nyuzi joto sentigredi 20 mpaka 35, huwa wanaweza wakahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mara nyingi pia nyuki wanasababisha madhara kwa binadamu, ambayo kama ukiangalia katika takwimu jinsi nilivyozitaja, yamesababisha vifo vya watu watatu, kwa maana ya watu watatu kupoteza uhai. Hii inatokana na sumu waliokuwa nayo, ambayo tuna histamine, tuna melatonin na phospholipase A2, ambayo inawasababisha watu hao kupata madhara. Na mara nyingi mtu mwingine anakuwa na allergic condition ambayo kitaalamu tunaita anaphylaxis, mara nyingi inamsababisha mtu huyu kupata madhara kwa haraka na kuweza kupoteza uhai. Hapa mkoani Morogoro matukio ya nyuki yamekuwa yakitokea, huku jeshi hili likichukua hatua dhidi ya matukio hayo. Kuanzia takwimu za mwezi Mei mpaka Oktoba 2025 tumepokea matukio 54 ya uvamizi wa nyuki kwenye makazi ya watu, ambao ndani ya matukio hayo 54 watu watatu waliweza kupoteza uhai na watu takribani 10 waliweza kujeruhiwa na kupata madhara mbalimbali ambayo ni kama kuvimba mwili pamoja na madhara mengine. Hivyo tuliweza kufika maeneo husika kwa wakati na kutoa msaada ule ambao unastahiki na kuwafikisha wahanga kwa matibabu zaidi hospitali. Miaka ya hivi karibuni ndani ya mkoa wa Morogoro kumekuwa na mafuriko, hasa inapofika kipindi cha mvua za masika, mafuriko ambayo yanaathiri mali na maisha ya wananchi. Katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea tumepokea mito mbalimbali ya matukio ya maokozi katika sehemu mbalimbali, ikiwemo wilaya ya Kilombero, wilaya ya Mvomero na wilaya Morogoro mjini. Katika kipindi hiki cha mvua, katika matukio hayo yote tuliyopokea, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika kwa wakati na tumefanikiwa kuokoa kaya mbalimbali. Mvua zinapokuwa zimenyesha, mafuriko yanakuwa ni makubwa sana, ambayo yanapelekea watu kukosa makazi na wakati mwingine yanapelekea hata watu kupoteza maisha na kupoteza baadhi ya rasilimali zao kutokana na mafuriko ya maji. Jeshi hili kwa kutumia vifaa vya kisasa limekuwa pamoja na wananchi kuokoa mali na maisha yao. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya maokozi endapo itatokea tukio la mtu kazama au kifafu chochote kimezama, kinatakiwa kitolewe chini ya maji. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya uzamiaji na wazamiaji tupo, ni mwenyewe ni mzamiaji pia. Tuna vifaa maalum, tuna scuba kwa ajili ya uzamiaji. Kifaa hata kama kimezama mita kuanzia 5 mpaka 25 na uwezo wa kwenda chini na kukitoa. Aidha kama mtu kazama kina cha mita 5 mpaka 15, 20, 25 na kuendelea, na uwezo wa kwenda chini na kumtoa na kumwokoa na kumrudisha juu. Matukio ya moto pia si suala la kustaajabisha katika miji yenye shughuli nyingi za kiuchumi kama vile hapa ndani ya Morogoro. Matukio haya pia yamekuwa yakigharimu mali za wananchi na kusababisha hasara katika uwekezaji. Kwa bahati mbaya tuliwahi kupata changamoto ya kuunguliwa na ghala letu. Moja ya ghala kama mnavyoliona hili hapa ilipata moto mwaka jana mwezi wa 3, lakini tulipata ushirikiano mkubwa sana kutoka Jeshi la Zimamoto la mkoa wa Morogoro. Ukizingatia moto ulitokea usiku kama saa 6, lakini Jeshi la Zimamoto lilifika kwa wakati, lilifanikiwa kudhibiti moto na likaokoa maghala mengine yaliyokuwa yamezunguka katika hilo ghala. Tuliweza kuokoa ofisi na maghala zaidi ya 5. Kupitia namba 114, miito ya moto imekuwa ikiitikwa na askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Morogoro. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa zimamoto. Kwa kweli ametuletea mitambo mizuri sana ya kisasa ambayo inapelekea Jeshi la Zimamoto kufika eneo la tukio kwa wakati. Mfano hapa maeneo ya Msamvu Stand kulikuwa na tukio lilitokea mwaka juzi, mwishoni mwa mwaka juzi, tukio la kuungua mabanda ya wafanyabiashara maeneo haya, lakini Zimamoto tulipowapa taarifa tu ya kuungua kwa moto huo walikuja kwa haraka na kuzima moto ule, ulizuia kusababisha vibanda vingine visungue. Kazi za jeshi hili zimewagusa wakazi wa mkoa wa Morogoro. Wengine wameiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya barabara, kurahisisha
shughuli za uokozi. Jeshi la Zimamoto la mkoa wa Morogoro linafanya kazi kwa weledi mkubwa sana na linaweza kufika eneo la tukio kwa wakati. Na mara nyingi waga wanatutembelea mara kwa mara sisi wenye viwanda vidogo vidogo, wanatupa elimu, wanatupa mafunzo, wanatushauri ni wapi pa kuweka vizima moto na vifaa gani natakiwa tuwe navyo kwenye kiwanda chetu. Mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere, kata ya Mafisa, natoa shukrani kubwa sana kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa sababu walitusaidia, wakaja wakanyonya maji yale yakapungua. Tunashukuru sana kwa msaada wao ambayo wametuonyesha katika sisi mtaa wa Nyerere, na waendelee na kazi hiyo mkoa wa Morogoro kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tunawashukuru kwa kweli. Eneo hili lote linaloonekana hapa, maji yanakuwa yamejaa kipindi cha mafuriko kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kuvuka. Lakini kwa kipekee sana hili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, pamoja na kwamba mazingira hayo yalikuwa ni magumu kiasi hicho, makorongo yalikuwa yamejaa maji na makazi ya watu yameingia maji, lakini Jeshi la Zimamoto lilihakikisha kwamba wakazi wa eneo hili wanaweza kuwa salama. Yaani waliweza kulinda uhai wa wananchi pamoja na mali zao. Nyuma ya mafanikio ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ipo serikali ya Tanzania kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anayeendelea kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kufanyia shughuli hiyo, kama anavyobainisha kamanda wa jeshi hilo mkoani Morogoro SSF Shabani Marugujo. Kwa kipindi cha miaka miwili, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro limefanikiwa kupata vifaa mbalimbali ambavyo ni vya kisasa na ambavyo vinaendana na wakati uliopo sasa hivi kulingana na aina ya maafa ambayo tunaokutana nayo. Vifaa hivyo tulivyopata ni pamoja na magari ya kuzima moto, magari ya kunyanyua vitu vizito kwa maana na magari ambayo yameharibika barabarani au yalipata ajali kwa maana ya crane, rubber boti kwa maana ya boti kwa ajili ya uokoaji ambazo tunazitumia katika mito, mabwawa na hata maeneo yote ambayo yatakuwa na maji na yanahitaji tuweze kutumia boti kuweza kuwafikia wahanga na kuweza kufanya huduma za uokoaji wa maisha pamoja na mali. Na vile vile tumeweza kufanikiwa kupata gari za kubebea wagonjwa ambazo mwanzoni tulikuwa na changamoto kubwa wakati tunafanya masuala ya uokoaji. Kufika kwenye tukio tunaokoa, lakini tukimaliza kuokoa tunalazimika kumweka mgonjwa katika magari yetu ya kawaida ya zimamoto, ama tunachukua hizi gari za kawaida za kubeba mizigo ndio tunachukua kuweka wagonjwa zaka kama majeruhi ama ikawa kabisa ni ndugu zetu ambao wameshapoteza uhai. Kwa hiyo sasa hivi tumepata ambulance mbili ambazo zote tumeziallocate katika maeneo ambayo tumezipeleka katika maeneo ambayo ni korofi, ambayo ambulance moja iko hapa mjini kwa maana kwamba inahudumia maeneo yote ya kuanzia hapa mjini na kuelekea maeneo yote ya maeneo ya Mikesi ambayo ni maeneo yenye yanayopatwa na ajali nyingi sana za barabarani. Lakini ambulance ya pili tumeweka wilaya Kilosa maeneo ya Mikumi ambayo tuna kituo chetu kidogo pale, na yenyewe inakaa pale kwa ajili ya kusaidia huduma zote ambazo tunapata ajali nyingi za barabarani katika mlima Yovi pamoja na maeneo mengine ya Doma. Kwa hiyo hiyo imetusaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba tunawapa huduma wananchi kwa weledi na kwa ufanisi zaidi, kwa sababu ambulance tulionayo ni advance, yani ni ambulance ambayo ina vifaa vyote vya msingi na vya huduma yote ya msingi ya kuweza kuokoa maisha ya mtu kuliko ile ambayo ina ambulance ambayo ni ya kubeba tu mtu peke yake. Kwa huduma zote na muuguzi anakupa mle ndani pamoja na daktari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma zote za msingi kabla tujamfikisha mtu hospitalini kwa lengo la kuokoa maisha na kwa wakati. Kwa maana kizima moto tunaambatana na kitu tunachoita golden hours kwenye masuala ya uokoaji. Mafanikio ya jeshi hilo yanachagizwa zaidi na utayari wa askari wake, ubora wa vifaa na ushirikiano wa wakazi wa mkoa wa Morogoro pale yanapotokea matukio ya ajali. Nikukumbushe tu, linapotokea tukio lolote la ajali linalohitaji msaada wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, piga namba 114 utafikiwa.
Kwa niaba ya wote waliohusika kuandaa kipindi hiki, jina langu ni Remi Yasinti. Karibu tena katika kupambana na matukio ya ajali, miito ya moto na majanga mbalimbali ndani ya mkoa wa Morogoro. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lipo kwa ajili yako.